basi uweze kuelewa zaidi. Kwa hiyo leo tunaingia hatua ya 11, na hatua hii inaitwa hatua ya uungu, au kwa lugha ya wenzetu inaitwa divine life. Kwa lugha ya Kiingereza wao kule uungu wanauita divinity, divine, au kwa lugha nyingine wanaita Godhead au uungu. Kwa yote haya inaitwa ni maisha ya uungu. Katika ulimwengu wa Mungu kuna Mungu, alafu kuna miungu, alafu kuna uungu. Ingawa hawa miungu huwa wanaingia katika uungu. Yaani hapawezi kuwa na uungu kama hakuna miungu. Na ndio maana kwenye Biblia ya King James anasema divine, au wanazungumza kuhusu habari ya Godhead. Kwa mfano ukisoma kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume 17 mstari wa 29. Hebu nikusomee tu Matendo ya Mitume 17:29 alafu nikuonyeshe. Matendo ya Mitume 17 mstari wa 29 anasema hivi. Anasema basi kwa kuwa sisi tu uzao wa Mungu. Umeona Kwa kuwa sisi tu uzao wa Mungu, haitupasi kudhani ya kuwa uungu ni mfano wa dhahabu au fedha au jiwe, vitu vilivyochongwa kwa ustadi wa akili za wanadamu. Narudia tena, anasema hivi, basi kwa kuwa sisi tu wazao wake. Yaani kwa sababu sisi ni wazao wa Mungu, sisi ni watoto wa Mungu, basi haitupasi kudhani ya kuwa, yani haitakiwi sisi kuanza kufikiria kwamba uungu unafanana na mawe, au uungu unafanana na fedha au vitu vya kuchonga kwa akili za wanadamu. Kwa hiyo hapa anazungumzia kuhusu habari ya uungu. Ukienda kwenye King James anasema Godhead. Kwa hiyo ule ukuu wa Mungu kiBiblia ndio unaitwa uungu. Au kwa lugha ya wenzetu ya Kiingereza King James wanaita Godhead. Kwa lugha ya Kiswahili neno Godhead pale ni maneno mawili, God and head. Godhead yani Mungu na kichwa, Mungu na kichwa, au kichwa cha Mungu. Na ndio maana hii concept ya Godhead ipo hata kwenye familia, ipo kwenye makampuni, ipo kwenye makanisa, ipo everywhere there is a Godhead. Hakuna mahali ambako hakuna Godhead. Godhead iko everywhere. Au tunasema divine life iko everywhere. Kwa mfano kwenye ile wa Efeso 5 ile ukianza pale 22 anasema kwamba Yesu ni kichwa cha kanisa, na mwanaume ni kichwa cha mke wake. Godhead inaingia pale. Na ndio maana leo hii ukiangalia asilimia kubwa ya ndoa ambazo hazina mafanikio ni kwa sababu wameondoa ile Godhead. Wameondoa ile divine life katika familia. Kwa tukizungumza kuhusu habari ya uungu, tunazungumzia kuhusu habari ya mamlaka. Sasa uweza wa Mungu ndio unaitwa divine. Ukuu wa Mungu ndio unaitwa Godhead kwa lugha ya Kiingereza. Kwa lugha ya Kiswahili ndio ukuu wa Mungu. Ukuu wa Mungu ndio Godhead. Ukija uweza wa Mungu ndio unaitwa divine life au divine. Kwa hiyo ziko divine mbalimbali. Kwa mfano kuna divine service au huduma za uungu. Huduma za uungu ndio hizi ambazo zinaitwa ibada. Unapokwenda kila Jumamosi kufanya kuabudu Mungu, au kila Jumapili kufanya ibada kwa Waislamu siku ile ya Ijumaa. Ile ni divine service. Yaani ile ni huduma ya uungu. Kwa chochote ambacho huwa kinaingizwa katika uungu kinapata mamlaka. Kinapata mamlaka. Ndio maana ukisoma katika hii Matendo ya Mitume 17:29 hapa asema hivi. Hapa anasema kwamba basi kwa kuwa sisi tu wazao wa Mungu, yani sisi ni watoto wa Mungu. Na ukienda kwenye ile Zaburi anasema ndinyi ni miungu na wana wa aliye juu. Kwa hiyo sisi ni miungu
na wana wa aliye juu. Lakini kwenye ile kitabu kile cha Yohana 1:12 inasema wale wote walimpokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kwa hiyo hapa wanaongelewa miungu ambao ni watu ambao Mungu amewapa uungu. Kwa wale waliopewa uungu ndio wanaitwa miungu. Ndio hawa ambao wanaitwa Godhead. Sasa Godhead, kwa mfano Yesu ni Godhead. Yesu ni kichwa cha kanisa, ana uungu. Yaani ukisikia uungu lazima kuwe kuna Godhead, lazima kuwe kuna uungu, lazima kuwe kuna mamlaka. Hakuna mamlaka isiyokuwa na uungu. Sasa lakini pia ukisoma ile kitabu kile cha Petro, nitakusomea hapa nikuonyeshe uwezo wa Mungu. Petro wa pili, waraka wa pili wa Petro, sura ya kwanza mstari, waraka wa pili wa Petro, sura ya kwanza, nitakusomea mstari ule wa 3. Nasema hivi: kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa, na kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Anasema kwa kuwa uweza wa uungu umetukirimia vitu vyote. Ukienda kwenye King James, hapa ndio inaitwa divine, kwamba vitu vyote watu wamekirimiwa kwa mamlaka za Mungu. Watu wanakirimiwa kupata ndoa, kupata mke mwema, kupata mume mwema, kupata kazi njema, kupata watoto wema, kupata kampuni njema, kupata afya njema. Ukirimiwa wote huo au ukarimu wote huo unaletwa na uungu. Yaani unaletwa na mamlaka. Divine life ni maisha ya mamlaka. Ukisikia mtu ambaye anaishi katika uungu, ni mtu anayeishi katika mamlaka. Katika mamlaka kuna vitu vitatu, ingawa hivi vitatu sensi yake ni mbili: kifo na uhai. Kwa pale kwenye uhai ndio kuna uzima, pale kwenye uhai ndio kuna kuhuisha, alafu kuna kifo. Pale kwenye kifo ndio kuna mauti, pale ambapo kuna kifo ndio kuna hatima. Kwa hiyo mamlaka yoyote inadili na uhai na kifo. Mamlaka yoyote inadili na uzima na kuhuisha. Mamlaka yoyote inadili na mauti na kifo. Kwa hiyo chochote kikiingia kwenye Godhead, ujue kimeingia kwenye kifo au kimeingia kwenye uzima, kimeingia kwenye kuhuishwa au kupata uhai au kupata mauti. Hii ndio inaitwa Godhead au inaitwa uungu, au kwa jina lingine tu rahisi ni mamlaka. Yesu anasema hivi: mamlaka zote za mbinguni na duniani anazo yeye. Alafu sisi tukapewa mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka, kuua. Yaani tumepewa mamlaka ya kuua kila nge, ya kuua kila nyoka. Kwa lugha nyingine, tumepewa mamlaka ya kuua kila uovu, kila mateso. Tumepewa mamlaka. Mamlaka ni uwezo. Uwezo gani? Uwezo wa kuua, au kuleta uhai. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunapozungumzia kuhusu habari ya hatua ya uungu, tunazungumzia kuhusu habari hii ambayo inahusu ni mamlaka. Sasa mamlaka inatengenezwaje? Ukisoma kwenye ile Warumi 13 mstari wa kwanza hadi wa pili, anasema kwamba, hebu nikusomee Warumi 13 mstari wa kwanza. Warumi hapa Warumi 13 nitakusomea mstari wa kwanza. Anasema hivi: kila mtu na atii mamlaka iliyo kuu. Umeona? Kila mtu atii mamlaka iliyo kuu. Nilikwambia ukuu wa Mungu ndio unaitwa Godhead au unaitwa divine life. Sasa angalia kwamba kila mtu anaambiwa na atii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo imeamriwa na Mungu. Kwa mamlaka yoyote iliyoko duniani, iliyopo kuzimu,
iliyopo mbinguni yatokana na Mungu. Mamlaka yoyote katika ndoa, katika familia, mamlaka yote ambayo ni kuu kwenye eneo, unajua hiyo mamlaka imetokana na Mungu na pia imewekwa na Mungu. Hata kama nchi yako leo hii ikiwa na utawala mbaya, mbovu, unajua huo utawala mbovu ni Mungu ndio ameruhusu utawale. Unajua mamlaka za wanadamu ambazo zipo ni Mungu ameruhusu. Kwa mfano nitaongea kipindi kile cha ukisoma ile, nafikiri ni Samueli wa kwanza sura ya 8 pale, ukisoma wale watoto wa Samueli walipokuwa wakiamua vibaya, wakaanza kuamua kwa rushwa. Angalia, watu wakalalamika kwamba Samueli, watoto wako wanatuamua kwa rushwa, tunataka utunulie mfalme juu yetu. Samueli akakasirika, akamfuata Mungu. Mungu akamwambia kama sikiliza, hawajakukataa wewe, wamenikataa mimi. Nenda kawaekee mfalme. Yule mfalme manake anakuwa Godhead kwao, anakuwa mkuu kwao, anapewa uwezo wa ukuu kwao. Sasa anaambiwaje? Huyu mfalme ambaye mtawekewa, ambaye ni Sauli, ataanzisha kodi. Huyu mfalme atachukua watoto wenu wa kike, ataoa mke zaidi ya mmoja, atawatumikisheni. Kwa hiyo mmejiondoa kwenye mamlaka za Mungu, mnaingia kwenye mamlaka za wanadamu. Kwa hiyo hata Sauli ambaye alikuwa ni mtawala mbaya, ni Mungu ndo aliruhusu akawa mfalme pale. Hakuna utawala wowote, hakuna mamlaka yoyote iliyoko duniani ambayo haijawekwa na Mungu. Kila mamlaka ni Mungu ameweka. Okay, Magufuli alikuwa rais wa Tanzania. Ulimpenda haukumpenda, ni Mungu alimweka. Mama Samia leo hii ni rais wa Tanzania. Umpende usimpende, ni Mungu ndio amemweka, ameruhusu Mungu yeye kukaa pale. Mamlaka yoyote unayoiona duniani, yoyote, hata ya kuzimu, hata ile ya kuzimu, ni Mungu ndio ameruhusu iwepo. Kuna zingine Mungu anaziweka, zingine Mungu ndio anaruhusu ziwepo. Kwa mfano, Ibilisi aliruhusiwa amjaribu Ayubu, ampige madonda, au wake zake, au watoto, yani aharibu mali zake zote. Mungu alimruhusu Ibilisi. Utawala ule si Mungu aliweka, ila Mungu aliruhusu uende ukafanye kazi. Kwa hiyo mamlaka yoyote ile yatokana na Mungu. Sasa mamlaka zinaanzia wapi? Mamlaka zinaanzia katika kitu kinaitwa jeshi. Kinaanzia katika majeshi au jeshi. Ndio maana Yesu anasema hivi, kwamba mtakapokusanyika 2 watatu kwa jina langu, hapo na mimi nipo. Maana yake mamlaka ya Mungu inaanzia kwenye wingi. Watu 2 wakiungana, automatic mamlaka inaanza hapo. Watu 10 wakiungana, mamlaka inaamka hapo. Watu 20 wakiungana, mamlaka zinaamka. Na mamlaka hizi zikiamka ndio zinatengeneza ukuu. Ukuu unatengenezwa kwa amri, kwa order. Kwa amri. Sasa ukiangalia leo hii, kila uongozi unaojua unafuata mamlaka hizi za Mungu. Ndio maana nasema hivi, kwamba zitiini hizi mamlaka, sababu hakuna mamlaka ambayo haitokani na Mungu. Kwamba mifumo ya mamlaka zote imetokana na Mungu. Okay. Sasa hebu tuongee kwa kawaida ili nikusaidie sasa. Ukitaka kufungua biashara, usikimbilie kufungua biashara. Tengeneza kwanza mamlaka. Hiyo mamlaka ndio itafanya hiyo biashara idumu milele. Utakufa, itaendelea kufanywa. Kwa nini? Umeweka mamlaka, authority. Umeingia kwenye divine life. Unafungua taasisi, either ni chama cha siasa, chama sijui cha mikopo, chama sijui cha afya, taasisi aina yote ambayo unafungua, jambo la kwanza, tengeneza divinity. Tengeneza uungu, au weka uungu. Weka mamlaka. Ukiweka mamlaka,
Nakwambia hivi, taasisi hiyo itadumu milele. Yesu kitu cha kwanza anawaambia watu hivi, mamlaka zote nimepewa mimi, na mamlaka hizi nawapeni ninyi. Anajua fika ili Ukristo udumu milele unahitaji authority, mamlaka. Bila mamlaka leo hii Ukristo siku nyingi sana ungepotea. Long time ago ungepotea. Chochote ukikiwekea mamlaka hakiharibiki. Okay, tunaongea leo hii hapa. Watu wengi leo hii ndoa zao zinaharibika. Kwa sababu gani? Hakuna Godhead. Hakuna mamlaka kwenye hiyo ndoa. Haziko. Mama anafanya anavyotaka. Watoto wanafanya wanavyotaka. Why? Hakuna authority. Mamlaka ndio inamdhibiti mke. Mamlaka ndio inamdhibiti mume. Mamlaka ndio inadhibiti watoto wasipotee. Authority, Godhead, divinity. Chochote kinadumu kwa divinity, kwa uweza wa kimungu, kwa uweza wa uungu. Chochote kinadumu kwa ukuu wa uungu, ule ukuu wa Mungu ule ndio kinadumisha. Sasa watu wanakosea wapi? Wanaondoa authority, wanaondoa uungu, wanaondoa Godhead. Alafu leo hii kabisa unataka ndoa yako iwe na amani. Haiwezi kuwa na amani ya kudumu. Kwa nini? Hakuna uungu kwenye hiyo ndoa. Kabisa. Kanisa, okay. Makanisa ya leo asilimia kubwa ukiangalia hayana nguvu za Mungu. Kwa nini hayana nguvu za Mungu? Kwa sababu hakuna divinity pale. Hakuna Godhead pale. Hakuna ukuu wa Mungu, haupo. Kanisa halina mamlaka. Kwa nini? Hakuna jeshi. Hakuna watu walioungana, hawana umoja. Hakuna walioungana. Alafu hawana mkuu. Hawana. Tunaongea leo hii hapa. Na namshukuru Mungu amenipa uhai, nipo. Namshukuru Mungu kwa kunipa ridhaa ya kuja hapa duniani. Kwenye zamu yangu Ukristo huu utakuwa na mwenyewe. Lazima uwe na mwenyewe. Leo hii tunaongea hapa, Ukristo wa leo hauna mwenyewe, hauna kabisa. Kila mtu anaongea anavyotaka. Watu wanapotezwa na hawa ambao wanajiita wao okay, tuache huko. Lakini angalia, hakuna mtu kusema. Mtu kabisa anafunga Biblia hivi, anaipotosha vibaya mno. Lakini angalia, watumishi hawa Mungu wamekaa kimya, wanaangalia, eti wana hekima. Hekima gani hiyo? Juzi nimeangalia hapa kwenye mtandao huu, nimeangalia hapa juzi amekuja aliyekuwa mbunge wa Arusha, God bless Lema, ameingia hapa. Akamtwanga huyu nabii hapa Kisongo anaitwa Jodevi. Badala ajibu anacheka. Anacheka. Unacheka nini? Anaambiwa hivi kwamba anavunja ndoa za watu. Anaambiwa kwamba kuna mama sije amechora tatu hapa hivi, akawa anavua nguo, anaonyesha watu. Yule anasema hivi, hilo ni kosa. Umeelewa? Anaambiwa hivi ametoa fedha pale kuwasaidia watu pale. Yaani yule mbunge anamtwanga vilivyo. Alafu yeye anacheka, alafu eti tafuta hela. Yaani ukiangalia zile statement, huyu nabii ana miaka isiyopungua 7 amepotea. Kwenye ulimwengu wa divinity anapotea mazima. Why? Sikiliza, hana jeshi. Kwa hiyo hakupaswa kunyamaza. Kauli kama zile zikija, yeye lazima ainuke na mamlaka alizokuwa nazo, atamke kufuta ile issue. Lakini sasa huwezi jua, inawezekana yanaongelewa ni kweli. So we don't know. Lakini nini naongea hapa? Mungu akiweka uungu ndani yako, kuna vitu lazima automatic vinakuondoka. Yaani kuna vingine hutavikemea, vyenyewe tu vinaondoka. Sikiliza nikwambie. Kwa nini leo hii mtumishi wa Mungu akikemea pepo inaondoka? Maana huyu mtumishi ana mamlaka juu ya mapepo. Maana yake majini, mapepo, ibilisi, yani vyote hivi Mungu ndio aliumba. Kwa hiyo viko kwenye mkono wa Mungu. Mungu akiamua kuminya na minya. Akiamua kuua na ua. Akiamua kuhuisha na huisha. Chochote kile. Ndio maana leo tunaongea leo hii hapa. Lucifer amefungwa au ibilisi amefungwa. Nani amemfunga? Ni Mungu ndio kamfunga. Kuna siku atafunguliwa. Maana aliyemfunga, maana yuko chini ya mamlaka za Mungu. Leo hii mtumishi wa Mungu anaweza akakemea pepo kabisa likatoka. Kwa nini? Anazo mamlaka zimekaa ndani yake.
Bwana asifiwe sana. Narudia tena. Ukitaka kuwa na ndoa yenye amani ya kudumu, weka authority, weka mamlaka. Ukitaka kuwa na watoto wenye tabia njema, walionyooka hivi kama upanga, weka mamlaka. Watanyooka kabisa. Ukitaka nchi yenye maadili, weka mamlaka. Wananchi wa nchi hiyo watanyooka. Hawatafanya ujinga. Watakaa kwenye reli hivi. Hakuna. Leo tunaongea hapa kumeingia ushoga. Na watu wamekaa wanachekateka tu. Ushoga umekuja kuondoa authority. Leo hii kuna mpaka usagaji umeingia. Kabisa watu wamekaa wanacheka tu. Sikiliza nikwambie. Kumbuka kipindi cha Sodoma na Gomora. Kwa nini Mungu alipiga ile nchi? Kwa sababu gani? Kuliingia ushoga, wanaume kuwa mashoga. Mungu akachoma ile nchi, choma wote. Ua wote wale watu. Kwa sababu gani? Ile inakuja kuondoa uungu. Uungu wa Mungu wenyewe unawakilishwa na mwanaume. Nenda angalia leo hii familia yote ile ambaye baba mwanaume ameshikwa na mwanamke, uone familia hiyo inakuwa ya kijinga, hawana maamuzi, yani haina maendeleo. Kama ni matabia machafu ndio yamejaa kibao hapo. Why? Mwanaume amekamatwa. Biblia ilivyosema kwamba mwanaume atakuwa kichwa cha familia, kichwa cha mke wake, Mungu alikuwa anajua. Ndio maana leo tunaongea hapa. Watumishi wa Mungu kabisa wanaelewa. Kumuingiza mwanaume kanisani na kumuingiza mwanamke kanisani ni vitu viwili tofauti. Ni vigumu sana kuingiza mwanaume kanisani. Ila mwanaume akiingia kanisani ndo ameingia, hatoki. Wakina mama hawa ni rahisi, ataingia leo, kesho ametoka. Maana Mungu akaweka uungu wake kwa kila mwanaume, narudia tena. Kila mwanaume ndani yake upo uungu umekaa ndani ya kila mwanaume. Every man ndani yake kuna uungu umekaa. Ndio maana mwanaume ana uwezo akaenda akapigana vita. Si kama kina mama hawezi. Sasa angalia leo hii. Ibilisi anajua kabisa nikitaka kushika nchi, kamata wanaume wote, tia mfukoni, wote kamata. Mwanaume huyu anakamatwa kwenye pombe. Mwanaume huyu anakuwa ni mlevi chakari, mbwa kabisa, mlevi mbwa kabisa. Kwa nini? Huyu mtu anapokuwa mlevi mbwa, okay, naomba tumie lugha nzuri. Anapokuwa mtu anapokuwa na ulevi, maana yake hata thinking capacity yake huwa inapungua. Kuna vitu vya kuamua hapa mtu anashindwa. Why? Kwa sababu angalia, ule uungu wa Mungu ndani yake haupo. Okay, mwanaume anaangushwa na vitu viwili. Mwanaume anaangushwa kwanza ulevi, aidha uasherati. Hizi mbili tu. Yaani hakuna kitu chochote ambacho kina uwezo wa kumwangusha mwanaume yoyote isipokuwa viwili basi. Mwanaume yoyote duniani, yoyote, awe ni nabii, awe ni mtume, awe ni mchungaji, viwili, pombe pamoja na uasherati au sex, vitu viwili hivi. Samsoni aliangushwa na mke wake Delila kwa mapenzi, alimwangusha. Lutu ilibakia kidogo na yeye angeangushwa kwa mapenzi ya mke wake. Adam aliangushwa kwa mapenzi. Yaani angalia, okay, mwangalie Abraham, naye aliangushwa akaenda kazaa na Usgeri, mapenzi ya mke wake Sara. Ndio yalimwangusha. Nuhu alianguka kwa pombe. Mfalme Lamueli ana control nchi, ameshindwa. Kwa sababu gani? Alikuwa ni mtu wa kinywaji, ameshindwa. Mama yake Lamueli anamwambia Lamueli, watu hawa huwezi kwa control, hawa wana akili. Nchi hii ina wanaume wenye akili. Ina watu ambao ni werevu, wamejaa maarifa ya Mungu ili kuwatawala. Wape pombe wakasahau shida zao. Waleweshe hawa. Wape bia wanywe, wape keivanti wanywe hawa. Wakisha leo wanakuwa mazuzu. Alafu ndio utaanza kuwatawala. Mama anampa hekima mwanae kwamba wape pombe hawa,
wape kileo, wakasahau shida zao. Mwanaume akishapigwa tu kileo hili anajisikia free, yuko radhi kufanya chochote kile. Mwangalie nani, mwangalie Herode. Alimuua nani? Herode alimuua Yohana Mbatizaji kabisa, akamchinja. Angalia burudani, alipa burudani, mapenzi ya mke kwa mtoto kwenda kwa Herode, akaamuru auawe au achinjwe, alafu kile kichwa apelekwe mama. Hatari sana. Taifa likiwa lina wanaume ambao ni mazuzu, ni mbaya sana, mbaya mno, mbaya sana. Wewe mama, usikubali mume wako awe zuzu. Yaani usikubali. Mwanamke ambaye anajielewa hawezi kubali mume wake awe fala. Mwanamke asiyejielewa atakubali mume wake awe mjinga kabisa. Na mwanaume ambaye kabisa anajielewa hawezi kubali mke wake awe mjinga hata mara moja. Sasa huwezi kumfanya mke wako awe wa maana au mume kama hauna authority, kama hauna power. Na waambieni ukweli, mfumo dume sio mbaya. Mjue kutofautisha kati ya ushetani na mfumo dume. Sasa huyu mwanaume akiwa hana huo mfumo dume, aweje? Awe shoga? Aweje? Ndio leo tunapiga vita mfumo dume. Haya ndio hawa mashoga leo, ndio hawa unaona huku mtaani hawa. Ndio hawa. Unamwondolea mwanaume ule mfumo, alafu aweje? Mtofautisha kati ya ushetani na mfumo dume. Mtofautishe. Kuna mtu kabisa ni mkatili. Huyo ni pepo huyo. Mtu anayepiga, mtu anemtia kisu mke wake. Wewe mwanamke unampiga kisu? Unampiga shoka? Kweli? So huo ni upepo huo, shetani huo. Sasa mtofautishe hivi vitu. Leo hii angalia. Tanzania hapa leo tunaangalia. Tuna asilimia kubwa ya wanaume ambao ni Mario, wanalelewa na wake zao. Mke ndo aenda akalete mboga. Leo tunaongea hapa. Leo hii tunaongea hapa, tunao vijana ambao wanataka kuoa mwanamke mwenye hela. Ndio, tuna watu wa hivyo. Kwa sababu gani? Authority imeondolewa, mamlaka zinakaa kwenye mfumo. Ukiondoa mfumo, umeondoa mamlaka zote. Umezondoa. Alafu leo nataka Mungu anibariki kwenye ndoa yangu. Alafu wewe mume wako huyo unamuondolea ule mfumo. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Msome Biblia muelewe. Wakristo, msome Biblia. Mwanaume ni nani kwenye Biblia? Mwanaume ni mkuu kwenye Biblia. Mwanaume ni kiongozi kwenye Biblia. Mwanaume anawakilisha operation zile za kiungu kwenye Biblia. Mwanamke kwenye Biblia ni nani? Ni msaidizi, anajua kusaidia. Angalia ndoa, watu wawili ambao wameivana, mke na mume, wao ni kitu kimoja. Utaona mke hawezi kubali mume wake azalilike hata siku moja. Mume hawezi kubali mke wake azalilike hata siku moja. Hawa watu wawili hawa wameivana hawa. Huyu mwanamke anajua nafasi ya mume wake na huyu mume anajua nafasi ya mke wake. Kwa hiyo hawezi kuruhusu mke wake adhalilike hata siku moja. Mimi ndio maana napiga vita pombe vibaya mno kwa wanaume. Naipiga vita mbaya mno. Kwa sababu najua kinachofanya hawa jamaa hawakae sawa sawa ni mapombe haya. Mapombe haya. Hebu tuache. Napiga sana vita uasherati. Na upiga vita vibaya mno. Najua fika mwanaume akishaanza kuingia kwenye uasherati amepotea. Bwana asifiwe sana. Tunazungumzia kuhusu habari ya Godhead. Kwa hiyo chochote kikiingia kwenye Godhead hakiharibiki chochote. Sasa hizi mamlaka nimwambia zinatengenezwa kwa jeshi. Na jeshi natengeneza nguvu, power. Kwa hiyo nguvu ndio inafanya taasisi yako idumu milele. Nguvu, power. Hiyo power inakaa kwenye mamlaka. Mamlaka kwenye jeshi. Jeshi kwenye wingi. Kwa mfano, hebu tuone mfano ambao ni rahisi sana wa kitaalamu. Kwa mfano, katika uongozi, system zote za uongozi wa nchi hizi, kwa mfano majeshi yote ya nchi
sijui polisi, JWTZ hawa, JKT, majeshi yote ya nchi. Yaani ukisikia jeshi la nchi lote lile, system yake ni ya uongo. Yaani wao ule wote ni uongo. Na ndio maana mwanajeshi anaweza katumwa, nenda sehemu fulani kafanye kitu fulani bila kuhoja, naenda. Ndio maana sisi wa Kristo, Yesu ametupa mfano wa Kristo, tunapaswa kuwa kondoo, kumfuata Mungu kwenye kila anachokiongea. Utajaji baadaye. Lakini Yesu mwenyewe anasema mimi ni mwana kondoo. Na pale mbinguni kwenye Ufunuo Yohana 22 ukianzia 3 pale, anasema kuna kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo. Kondoo ni mfumo ule, mamlaka zile. Kwamba Yesu ni mfuasi kindaki wa Mungu. Anamwamini Mungu kwa sababu anamuelewa. Leo hii watu wanafuata pasipo kuelewa. Ndio maana mtu ukishalielewa jambo, lifuate kama lilivyo. Lifuate, umeenda. Leo hii tuna Wakristo ambao wanafuata vitu ambavyo hawajaelewa. Wanaabudu vitu ambavyo hawajavielewa. Wanafanya ishara ambazo hawajazielewa. Elewa kitu kwanza, alafu ndio uwe kondoo. Usiwe kondoo mjinga. Yaani elewa kitu kwanza, alafu ndio ukifuate. Usifuate kama hujaelewa. Usiwe Mkristo kama haujauelewa Ukristo. Usiwe kabisa. Usiwe Muislamu kama hujauelewa. Usifuate miujiza kama hujaielewa hiyo miujiza. Usifuate. Elewa kwanza ndio ufuate, uwe kondoo. Anaongea Yesu, napaswa kuwa kondoo. Watumishi wa Mungu tunaambiwa hivi, kondoo hawa wameweka mikononi mwetu, na kondoo waijua sauti ya mchungaji wao. Kwa nini hawa watu wanajua kwamba mchungaji akipiga filimbi ndio hii huyu atakuwa ni mchungaji ambaye labda ni mtume au nabii, au yani mchungaji huyu atokana na Mungu. Leo hii ni rahisi sana leo kuwajua manabii wa uongo. Ni rahisi, simple, rahisi sana. Rahisi sana kuwajua watumishi wa Mungu wa uongo. Rahisi sana kujua madhehebu ambayo sio. Ni rahisi. Urahisi uko wapi? Uko hapa kwenye Biblia. Uko hapa kwenye Biblia. Dini yoyote ya kweli, okay, dhehebu lolote la kweli ambalo latokana na Mungu, angalia mamlaka zake ni za wapi. Angalia mamlaka zake ni za wapi, ndio utaelewa. Yesu aliulizwa, mamlaka hizi umetoa wapi? Akawaambiaje? Hata nikiwaambia hamtasadiki. Hata nikiwaeleza hamtasadiki. Kwa Yesu kwenye kila ambacho alikuwa akifanya, alikuwa anafanya kwa mamlaka. Hata pia kwenye makemeo anaongea pale Petro kwamba kemeeni kwa mamlaka. Mke wako akifanya ujinga, mkemee kwa mamlaka, sio kwa mapenzi, kwa mamlaka. Acheni mambo ya tanga yale. Mkemee kwa mamlaka. Mtoto anafanya ujinga, mkemee kwa mamlaka, ataacha. Ndio wewe labda ni kiongozi wa nchi, ni rais, watu wanaleta ujinga, wakemee kwa mamlaka, wataacha. Wakemee tu, nimwambia acheni, wewe hawaachi, wataendelea. Labda wewe ni mwenyekiti wa mtaa, ni mkuu wa mkoa, ni mkuu wa wilaya au mkuu wa ukoo, alafu watu wanafanya ujinga, wakemee kwa mamlaka, wanaacha. Sasa kemea tu, unajua nyinyi Bwana anawapenda wewe. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa nini nakwambia haya? Nakwambia kwa sababu gani? Lazima utengeneze mamlaka. Na mimi namshukuru Mungu, amenipa uhai, amenipa kibali cha kuja hapa duniani. Zamu yangu ikifika, muombe sana isifike. Zamu yangu ikifika katika huu Kristo huu, tuko hapa. Maandiko yanasema hivi kwamba msilaani, msihukumu, msije mkahukumiwa. Maandiko haya kwamba usilaani, usije ukalaaniwa. Kwa hiyo kumbe ukimlaani mtu, kuna ambaye amesimama ili arudishe hiyo laana ikujilie. Kumbe ukimhukumu mtu, kuna aliye kama hali anarudisha ile hukumu kwako.
Wakristo wa leo wanalaaniwa, wamekaa kimya. Wakristo wa leo wanahukumiwa, wamekaa kimya. Sikiliza, maandiko yako wazi kwamba visasi vyote aachiwe Mungu. Kwa hiyo kumbe Mungu ndio anayehukumu, kumbe Mungu ndio anayelaani. Kwa hiyo kama umelaaniwa, mtu ameongea laana, wewe chukua ile laana, mwambie Mungu, angalia, kuna hii laana hapa imeletwa kwangu, mpelekee Mungu. Alafu suggest, mwambie Mungu, Mungu naomba kwa hili, naomba ufanye hivi. Mungu anafanya. Mimi mtanikoma. Yani mtanikoma. Nasubiria zamu yangu ifike. Nasubiria na muda sio mrefu naingia zamuni. Sina muda mrefu naingia kwenye zamu. Tanyoka, yani mtanyoka. Tanyoka vizuri tu. Tanyoka kisawa sawa. Sababu mamlaka yangu mimi sio ya mwili hii. Mamlaka yangu mimi haitokani na mahakama hizi. Haiko huko. Iko kwenye ulimwengu wa roho. Nikikwambia stop, una stop kweli. Nasubiria wakati wangu ufike. Zamu yangu ifike. Tanyoka vizuri sana. Kuna mtu mmoja ambaye yeye nitaanza naye. Ameniharibia mtoto. Huyu mtoto namlea vizuri. Alikuwa hovyo sana. Nimemtoa kwenye pombe. Nimemtoa kwenye ulevi. Nimemtoa kwenye uasherati. Amekaa sawa sawa, anajitia mjanja, kamrudisha mwanangu kwenye uovu. Kwamba mimi mwanangu huyu anamuingizia laana, alafu mimi baba yake nipo naangalia. Cha moto utakiona. Nakwambia hivi, utatembelea tumbo hili kama nyoka. Utakula mavumbi. Nitaanza na wewe kwenye ulimwengu, na kupiga wewe, napiga mke wako, napiga mpaka watoto wote. Wewe umenaribia wanangu, napiga wote. Tulia tu. Mwingine naye, kuna watu juzi hapa amenaribia. Watu nimewalea vizuri karibia miaka 3. Watu nakuwa anajitendo yeye ndio mshauri mzuri. Anajua kushauri. Kawashauri watu wale wanapotea. Sasa wewe unaoshauri, wewe unajijua. Tulia. Tulia. Zamu, yani tena ni bora tu utengeneze haraka. Maana sikuachi, yani siwaachi. Mimi si kama hawa watu wengine hawa ambao wanalaaniwa wamekaa kimya. Mimi siko hivyo, mimi siko hivyo. Mimi siko hivyo kabisa, siko kabisa hivyo. Kwamba eti wanahukumiwa afu wamekaa kimya. Mimi siko hivyo. Unaleta hukumu, na ichukue hiyo hukumu na mpelekea Mungu, alafu na suggest ufanywe nini? Tuone usurvive. Piga farasi na mpanda farasi wake, piga wote ili watie adabu. Wengine wakiona wajifunze. Lazima Ukristo huu wenyewe wajulikane. Baba, Ukristo una wenyewe. Baba zetu hawa wamekaa tu, yani wamekaa tu nisongee sana. Watu wanafanya vitu vya ovyo, wanapindua maandiko, wanawaangalia tu. Sikiliza, maandiko yako wazi, msihukumu, msije mkahukumiwa. Maana ukihukumu mtu, Mungu atainua wa kuhukumu. Kwa hiyo kama wewe utahukumiwa, ukimwambia Mungu ainue mhukumu, arudishe ile hukumu inarudi. Mtu akikulaani, yani kwa hivi, Mkristo usilaani wala usihukumu mtu. Subiria wa kuhukumu. Subiria wa kulaani. Wakikulaani tu, chukua ile laana, alafu mpelekee Mungu. Na kuna jinsi ya kumpelekea Mungu ambayo sisemi. Alafu baada ya hapo una suggest laana hii irudije. Impige mhusika tu, ipige na mke wake, au ipige na mume wake, au ipige mpaka watoto. Yaani una suggest na Mungu anasikiliza. Mungu ni Mungu wa haki. Mtu anapigwa hapa duniani, hapa. Pigwa hapa duniani. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Tunaongelea kuhusu habari ya Godhead, divine life. Ndio maana angalia leo hii. Hata serikali pia yenyewe, angalia kwa nini imeweka majeshi. Imeweka majeshi ili kuzuia laana isiingie kwenye nchi. Ili kuzuia uharibifu usiingie kwenye nchi. Kwa nini imeweka magereza? Kwa nini imeweka mahakama? Kwa nini? Ni ili kupatia watu haki. Mungu ni Mungu wa haki.
Mungu ni Mungu wa haki. Mungu anaangalia haki. Watu wakikudhulumu haki yako, sikiliza, nifuate mimi nikufundishe jinsi ya kureply hiyo haki, jinsi ya kuchukua hiyo haki yako na kurudisha. Mambo mengine hapa hatuambiani. Sisi hatutembei kwenye mamlaka hizi za duniani hizi za majeshi ya nchi. Mimi siendi polisi. Mimi ukinizungua siendi polisi, mimi siendi. Siendi kabisa. Kabisa. Na ukiona nimeenda, labda tu nimeona mambo haya yasifike mbali. Lakini siendi. Na uwezo wa kumalizia jukwaji huko. Haleluya. Ndio maana lazima ujue, wewe Mkristo ujitambue katika uungu, wewe ni nani? Wewe ni nani? Wamama mjitambue katika Ukristo, nyinyi kwa Mungu ni nani? Wababa mjitambue, nyinyi ni nani? Biblia inasema nyinyi ni nani? Alafu vitu vingine jaribu, utaona tu. Ukijijua wewe ni nani, test, jaribu, utaona ule unani wako utaonekana. Haleluya. Hebu naomba leo nisonge sana, lakini nitaongea zaidi katika madarasa ya kiroho kule kwenye kutembea kwenye ulimwengu wa roho. Kule unatembeaje? Sababu ulimwengu wa roho ile ni nguvu, ni power. Sasa unawezaje kutembea kwenye ulimwengu wa roho? Kabisa nitafundisha Biblia na neno nzuri. Hebu tu kwa leo nisongee sana, ila tu ni kushauri kwenye kila unachofanya, hakikisha kwanza una build authority, watengeneza mamlaka. Kwenye kila unachokifanya hakikisha kutengeneza mamlaka kwanza. Kutengeneza mamlaka inachukua muda mrefu. Mamlaka hizi za mwili ni muda mrefu. Mamlaka za roho muda sio mrefu.